Ibwana, mambo vipi? Hii ni Bright News na mimi ni Paul Langu. Nipo kwa ajili ya kukupa updates kutokana na matukio yale yanayoendelea hapa ndani ya nchi pamoja na nje ya nchi. Tukio ambalo linatikisa mitandao ya kijamii sasa hapa Tanzania ni kuhusu swala la Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Ameshtakiwa na Jamhuri kwa mashtaka ya kwamba amechochea ukosefu wa amani, au tunaweza tukaita kesi ya uhaini. Tundu Antipas Lissu ni mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ambaye uongozi wake haujachukua muda sana mpaka kufunguliwa mashtaka mengine. Mahakama bado inaendelea kutafuta ushahidi kwa ajili ya kutoa hukumu kile ambacho kimefanywa na Tundu Antipas Lissu, lakini bado mashtaka yapo. Mnamo tarehe 2 mwezi wa 6 2025 mahakama ilikuwa ikirusha live kesi waliokuwa wakiendesha mahakamani, lakini haikutolewa hukumu yoyote ile, isipokuwa mahakama iliahirisha kesi mpaka pale tarehe itakapotangazwa ya siku nyingine ya kwenda kusikilizwa kwa kesi ya Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Bright News tupo tunaendelea kukupa updates. Ili uwe wa kwanza kupokea taarifa zetu, usahau kusubscribe, kulike pia na kushare. Lakini hali hii ndio hivyo ilivyokuwa wakati Tundu Antipas Lissu akiwasilishwa mahakamani. Ulinzi na usalama umeimarishwa katika engo zote zinazozunguka mahakama ya hakimu mkazi. Kama unavyoona, hili ni gari la magereza wakikimbia mbio kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kuna usalama wa kutosha wakati Tundu Antipas Lissu anafikishwa mahakamani. Alikuwa amepakiwa katika gari la magereza kama watuhumiwa wengine. Tundu Lissu ni moja kati ya magwiji, au ni moja kati ya wanasiasa mahiri sana hapa Tanzania. Amefanya vizuri sana katika siasa na kufanya demokrasia ya Tanzania kuonekana mpaka sasa. Jamhuri ambayo imemkamata mtu imekaa zaidi ya miezi mitatu baada ya miezi miwili na kitu, hawana ushahidi wowote ambao wanatakiwa kuleta. Sasa inakuwa ni kwenda na kurudi. Sisi tunatoa wito kwamba haki ya mtu kuishi duniani hapa na haki ya kutengeneza nchi ambayo ni huru lazima iwe haki ya kila mtu kutokupendelewa. Hatuwezi kuwa tunakuja mahakamani hapa kesi ambao wanasema ni ya maneno. Nasikia mawakili wamezungumza vizuri sana, halafu maneno yapo yameandikwa, yalizungumzwa, halafu tunaambiwa ushahidi unaendelea indefinitely. Haya mambo haya yanachochea chuki na Watanzania wameona bahati nzuri. Kwa sisi tunachotaka tu ni kesi iishe, kama wana ushahidi wa uweke mezani, Watanzania waone kwenye mwanga, na Watanzania waone kwamba kweli kuna kesi yoyote. Otherwise ni mtu ambaye watawala wanaogopa kushindana naye. Mgombea mmoja ambaye anatakiwa kushindana na Lissu anaona hamwezi, anamkamata, anamweka ndani. Sasa hiyo haiwezi kuwa hivyo. Hatuwezi kujenga nchi hii. Tunataka nchi ambayo iko huru, na kama tumekubali vyama vingi vya siasa, tushindane kwa uhuru wa siasa. Yes. Hivi ndivyo ilivyokuwa wakati kesi ya Tundu Antipas Lissu ilivyokuwa ikiahirishwa katika mahakama ya hakimu mkazi tarehe 2 mwezi wa 6 2025 mnamo majira ya saa 11 jioni. Hali ya usalama ilikuwa imeimarishwa katika sehemu mbalimbali zinazozunguka mahakama ya hakimu mkazi. Tundu Lissu ametikisa vyombo vya habari pamoja na kuitikisa Tanzania, hasa katika kipindi hichi kuelekea uchaguzi mkuu.